Ninawasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu niwapashe yale ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Serikali ya Tanzania ndiyo inafanya mpaka wananchi wanawachukia. Mimi nawaambia ukweli, mimi ni mtangazaji na mimi ninatangamana na wananchi. Ninajua serikali ya Tanzania matendo yao maovu ndiyo yanafanya wananchi kuendelea kuichukia serikali ya Samia. Samia ameamua kutumia maafisa wa jeshi la polisi la Tanzania vibaya. Kila taasisi Tanzania inatumika na chama cha CCM. Tukianzia hata DCI ya Tanzania inatumika na CCM. Mahakama zinatumika na CCM. Mpaka unashangaa ni lini taasisi hizi zitaanza kujisimamia kiuhuru, waanze kuwafanyia wananchi kazi bila ya kuchochewa na serikali kufanya jinsi ambavyo serikali inataka. Sasa hivi serikali ya Mama Samia, baada ya vijana kuandamana Tanzania, baada ya Watanzania kuandamana kukataa uchaguzi wa 29, Mama Samia ameamua kutumia jeshi la polisi Tanzania kunyamazisha kila mtu mwenye anapingana na yeye. Ripoti ambazo ninapokea zinachochea wananchi kupandwa na hasira sana. Kwa nini? Sikiliza jinsi ambavyo ripoti ambayo nimeweza kupewa inasema. Naibu katibu mkuu wa chama cha Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania Bara, Amani Golugwa amekamatwa mapema asubuhi ya leo Novemba 8 mwaka 2025 akiwa nyumbani kwake. Tukio hilo limezua taharuki na mjadala mkubwa miongoni mwa wanachama wa chama hicho cha upinzani pamoja na wananchi wanaofuatilia siasa za nchini Tanzania. Serikali imeamua kukamata na kuwatia hofu viongozi wa upinzani Tanzania. Unajua, taifa ambalo liko na demokrasia unapata kwamba serikali inafanya mambo yake na vyama vya upinzani vinafanya mambo yake ya kukosoa serikali. Mahala ambapo serikali haijafanya vizuri, vyama vya upinzani ndivyo vinamulika na kuambia kwamba hapa hamjafanya vizuri. Lakini Tanzania ukikosoa serikali, mashtaka ya uhaini yanakufuata. Tanzania ukimwambia Samia Suluhu haukushinda uchaguzi bali ulijiteua kama rais, wewe unangojea mashtaka ya uhaini kwa kuchochea Watanzania kumkataa Samia. What kind of dictatorship is that? Huo ni uongozi wa kimabavu. Ninaelezwa kwamba taarifa za kukamatwa kwa Golugwa zimethibitishwa na wakili wake Hekima Mwasipu, aliyeliambia shirika la habari letu kwamba kweli kiongozi huyo wa chama cha upinzani amekamatwa na polisi wa Tanzania. Hata hivyo, Mwasipu amesema bado hawajabaini ni kituo gani cha polisi alikopelekwa Golugwa baada ya kukamatwa kwake. Wakili huyu ameeleza kuwa timu yao ya kisheria inaendelea kuratibu ili kujua hatua zinazofuatwa za kisheria na kuhakikisha haki za mteja wao zinazingatiwa. Hadi kufikia mchana wa leo, sasa hivi mwendo wa saa 9 mchana, haijafahamika wazi sababu za kukamatwa kwa naibu huyo katibu mkuu wa chama hicho cha Chadema. Jambo hilo limezua maswali mengi kutoka kwa wanachama wa chama cha Chadema, na wadau wa kidemokrasia nchini. Baadhi ya wachambuzi wa siasa
wameeleza kuwa tukio hilo linaweza kuhusiana na msimamo wa chama hicho katika masuala ya kisiasa, hasa katika kipindi hichi ambapo mijadala kuhusu mageuzi ya kisiasa na uchaguzi ujao imekuwa ikichukua nafasi kubwa nchini. Viongozi wengine wa Chadema wameanza kutoa kauli za kulaani kitendo hicho, wakidai kwamba kinaashiria kuendelea kwa mazingira magumu ya kisiasa kwa upinzani. Wameitaka serikali kutoa ufafanuzi wa haraka kuhusu sababu za kukamatwa kwa viongozi wao na kuhakikisha taratibu za sheria zinafuatwa. Kukamatwa kwa Amani Gulamu kunakuja katika kipindi ambacho wanasiasa kadhaa wa upinzani wamekuwa wakidai kukamatwa au kuitwa kwa vyombo vya dola kwa mahojiano, jambo linaloongeza wasiwasi kuhusu uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Huyu ni kiongozi wa tatu kutoka kwa chama cha Chadema kukamatwa. Juzi Bwana Heche John kutoka Chadema alitiwa mbaroni na yuko kwenye kituo cha polisi, mahala ambapo amefunguliwa mashtaka ya uhaini. Mwanzo walimkamata Tundu Lissu, kiongozi wa chama cha Chadema cha upinzani Tanzania. Wakamweka kwa jela, wakamfungulia mashtaka ya uhaini. Sasa hivi tena wameweza kumkamata Bwana Amani Golugwa, wamempeleka kusikojulikana. Humphrey Polepole naye alikamatwa, haijulikani aliko. Vijana ambao walikuwa wanaandamana Tanzania, wengine wao walikamatwa, wengine wakafikishwa mahakamani, wakafunguliwa mashtaka ya uhaini. Wacha nikuulize, yaweza ukawa kwamba unapingana na mimi, ndio, lakini Tanzania hakuna demokrasia. Ukweli usemwe. Unaweza ukanipinga, ndio, na naomba uweze kunipinga kwa kutoa hoja yako ambayo ipo na maelezo. Usinipinge bila maelezo. Tanzania hakuna demokrasia. Demokrasia inasema kwamba pawepo na serikali, vile vile pawepo na upinzani. Serikali ifanye kazi yake kwa wananchi, alafu upinzani ndio unaangalia serikali kama inafanya kazi vizuri, pesa zinatumika vizuri, viongozi hawatumii mamlaka yao vibaya, polisi haipaswi kuhusika kwenye siasa chafu. Lakini Tanzania, ukijaribu kuambia serikali kwamba mnafanya vibaya, unakujiwa usiku. Ukijaribu kuambia Samia kwamba haukushinda uchaguzi, unakujiwa usiku. Yaani Tanzania kukosoa serikali ni kuwekewa makosa ya uhaini? Kwani Tanzania kukosoa serikali ni hatia? Tuambiane mpenzi mtazamaji. Mimi naona Watanzania wasipoamuka, na mimi sichochei, lakini Watanzania wasipoamuka na wakatae udikteta huu, bado watazidi kutawalwa kiudikteta, na viongozi watakuwa wanataka wapigiwe magoti, watakuwa wanapembelezwa, yani watakuwa wanataka kupembelezwa. Watakuwa wanatawala wananchi kimabavu, na hakuna siku ambayo uchaguzi wa amani, haki na huru utaandaliwa Tanzania. Wanajua kwamba wataiba, waapishwe, waingie mamlakani, alafu watumie vyombo vya dola kuanza kuwatisha wananchi ambao wanasema kwamba uchaguzi haukukuwa wa haki na huru. Watanzania, kesho bora ya watoto wenu nyinyi ndio mtaiandaa. Msije mkasubiri mpaka muuziwe uoga, mpaka mtawalwe kimabavu. Hiyo ni kumaanisha hadi hapo kesho watoto wenu watakapokuwa wanalalamika kwamba serikali haijaweza kuunda mazingira bora ya kazi, serikali haijaweza kufanya kazi vizuri, watakamatwa. Hapo kesho pesa zitatumika vibaya na serikali. Pesa zingine zitaibwa kutoka kwa serikali. Na yeyote mwenye atajaribu kuuliza
atakamatwa na kuwekwa kwa jela. Huo ni udikteta. Watanzania wanapaswa kuamka na kuukataa. Wazo lako ni lipi?